unanirushia mpaka mamende. Hauna bahati wewe. Nitakuramba mpaka mwisho. Na panya nilimrushia zidiisha. Iko ni moja wapo ya ni adhabu ambayo nilikuwa nimempatia, lakini nimeona ni mtundu. Na anachozalisha atanyonyesha tu sahi. True. Utaendelea kuongea? Na ako na kiburi huyu. Unipe siri lakini sirudishi mali. Daktari, utajua ukirudisha. Siwezi. Utairudisha yote, kila kitu yote utarudisha. Kidogo tu, hebu kidogo naambia daktari hivi kwamba huyu mama ametusumbua sana. Huyu msichana alijifanya anataka kurudiana na John. Sasa sijui ametoa wapi kiburi. Nimerudisha vitu zenyu jana. I don't know why mnashinda mkinifuata. Uko na vitu zetu mingi wewe. Hata hizi pete zangu kwa mfuko. Wewe kaa chini. Mwache heshima kwangu na yeye aguze daktari. Ili nyumba yangu kaa chini. Ongelesha mzee. Mbona unapotea? Si umkaribie vile ulikuwa unamkaribia. Mbaya unajisikia. Mimi sishughuliki. Sasa umeanza kupotea kwa pete zangu. Mtezi kwa ananiroga. Takiukana nyinyi kwa wenyewe. Pete zangu. Wenyewe kwa wenyewe. Nataka peace of mind. Nilisema wasianze kitu ambayo hawezi. Naam. Sasa acha tuanze na wanyonyeshe. Ndio hiyo. Mwambie atalia kama habari ndio hiyo daktari. Daktari. Mama uongee vile unaongea. Mama nisikia wewe usimame. Hata wewe utabweka. Nataka sikiliza mtoto wangu. Hata wewe utabweka. Hata wewe utabweka wewe. Unaona analea. Songa huko. Hali yangu ndio nataka. Hapana. Usitukuwekee sisi. Kwanza usijiambie. Wewe songa huko. Usitukuwekee sisi. Songa huko. Nilisema atalia kama umbo, na umbo ambayo haina mkia. Ndio hiyo. Na umbo ambayo iko njaa. Ameweza kukula mpaka kushe. Na bado ni umbo ambayo haina mkia. Ona sasa. Ndio huyo. Mambo yenye analetea mtoto mdogo kama huyu. Unamletea fanya ni wewe. Unamletea. Na kwanza wewe. Mnarusha mamidomo nyinyi wawili. Uko na mgani? Sasa mamangu wewe. Ona katalia kwako nini? Nakwambia kuachana na wao. Sasa kama wewe kitakuramba. Ukishamramba kitawaramba. Na bahati wewe. Una nguvu ya kupiga wana daktari. Huyu mama tutaelewana, tutasumbuana sana. Unaanza kuashwa. Jonte, nishike hii kiti hapa. Sasa tuisongeshe nyuma kiasi. Nataka wakuja hapa, tutasimama tena. Na ni mzito. Hii ni pesa yangu hii. Mali yangu. Daktari umenifanyia nini wewe? Tuketi chini tuongee ndo tueleze zaidi. Wewe songa huko. Songa huko. So daktari tuwaache kwanza wapate adhabu yao. So daktari tutapata documents leo. Wametusumbua. Ndawarudisha. Watapatia stakabadhi, jambo itakuwa tu moja. Nitakusaidia. Ni kuchukua hii watupe stakabadhi na hii nyumba officially itakuwa imerudi kwa John. Huyu naona atatuonyesha vitu zingine hazifai. Tutamfunikia mimi. Daktari akusaidie. Hakuna kusaidiwa, unasaidiwa. Wacha nimeona kama kulikuwa sawa kwa bedroom yao. Hakuna mtu anakusaidia. Weka kabisa. Na bahati. Mtajua mahali za wewe. Huyu by the way guys, tunaona anatuonyesha sijui vitu zinakaa aje na daktari na hizo hapa. Hatutaki akosee daktari heshima. Ni kweli. Kweli. Acha tumweke hivyo. So daktari, tumesema kwamba lakini baada ya hiyo adhabu nimewapatia ya sala ya 30 minutes tawarudisha watupatie stakabadhi ambayo sasa hizo stakabadhi tuta hand over kwa Jonte ikuwe amechukua hii nyumba, kwa sababu umeona akona mbwembwe na akiburi, anajiringa, anasema hakuna nyumba inarudi. Lakini ngoja nikwambie, ukiuma daktari wangu acha abweke. Bweka huko wewe. Daktari, nataka hii upande juu, naona sitaki mambo mingi juu.
msichana aliamua tuvalie sijui kama ni night dress ama ni nini. Wacha tu niweke hawa ndo wasikike nikae kumwangalia. Wacha niweke mama ya Jonte. Na daktari, ukiangalia unaona mtoto kama ako sawa? Mtoto pali yako ako sawa. Mtoto bado ameshukiwa lakini pali yako ako sawa. Kwa hivyo tuache wasiwasi. Tuache wasiwasi. Mama kijoni. Mjukuu yake yako sawa. Mama tulia, mjukuu. Mimi nimetulia. Kulingana vile daktari anasema mimi nimetulia. Daktari mambo yake iko sawa. Kazi yangu inakuwa anafanya kazi na haki. Na mtu akichukua mali ya mtu unamrudishia vile inastahili. Asante daktari. Alisema gari 2. Na moja ukasema ni ya Uber. Hiyo gari tutazipata leo ama ni lini? Nataka kila kitu yangu daktari irudi. Step by step. Kila kitu irudi. Gari hata wametupatia stakabadhi. Tutawapatia kitu inaitwa time limit ambayo ni 12 hours. Kwa amerudishia gari. Kama si hivyo ataendelea kulia kama ombwa, lakini nitamgeuza ali kama paka ambaye ni mjamzito. Ni huko. Asante daktari. Paka venye Hao watashika adabu. Akiwa mjamzito. Watawahi kuuza mali. Watawahi ambayo Ni haina mkia na umbo ambayo kitu ya wenyewe. kweli. Okay. Na daktari. Naam. Nataka kuuliza. Mbona like angeitikia kupeana ama unaona kama unauliza nini sasa? Nimekuelewa kini hii nyumba venye niliwaita niwarudishie, nilikuwa nimeiangalia yote. Nikaingia kwa kabati zote nikitafuta hizo stakabadhi. Sasa nimewaita nikamwambia nyumba imerudi, lakini Shio alikuwa ameficha stakabadhi ambayo ni title deed. Sasa imebakia dakika 20. Nataka waseme stakabadhi ziko wapi. Lakini naziona pahali zimewekwa kwa inaitwaje karatasi nyekundu. Bahasha. Bahasha, naam. Zimefichwa kwa bahasha. Sasa nataka kwa roho safi tu alete hizo stakabadhi hapa after dakika 20. La sivyo atabweka kama panya ambaye iko na mjamzito. Asante daktari. Hivyo ndivyo tunataka. Tutaenda nazo leo. Nataka tuende nazo leo. Alafu huyu naye pete zake niko nazo ambayo alikuwa anaendea nguvu kwa uchawi. Hizo pete zilikuwa za akipewa hiyo nguvu akuje ziharibu asirudishe mali. Lakini nikaona mbele, ndio maana hizo pete niko nazo. Na ndio kwa kumwadhibu tena nilisema nilimwadhibu nikatuma kunguni na panya kwa nyumba yake usiku halali. Umefanya vizuri. Umefanya vizuri. Huo mganga wake ana nguvu. Watu wamekuwa na mambo mingi. Naam. Na ni mawaidha gani walipewa huko? Alipewa afanye huko kwa mchawi wake. Kwa mchawi alikuwa sasa hizi pete kuna njia ambazo zinawekwa nguvu. Hiyo nguvu alikuwa akuja adanganyilie Shia mweke tu akimweka TV kwa kidole basi zifunge si asiyerudisha mali. Sasa zitarudishwa ama pete azirudishwi na wataziona tena. Nitaenda na hizo zinafaa kuchomwa daktari. Najua tutaki waste a lot of time about Jonte. It's better daktari awarudishe sawa, watupatie documents tuondoke. Kweli. Ndio. Kweli. Sisi tuondoke, wao waondoke. Hizi mali yao. Daktari warudishe sawa, tuambie kinatatuambia. Na bado wakikani kama wanatupima akili warudishe hivyo. Nataka angalie huko mbele na atoe ulimi nje. Hebu songa asikuume. Anaweza kuuma. Daktari ni maajabu hii daktari. Yaani sijaiona kitu kama hii. Hata mimi sijaiona. Hii ni maajabu. Tumewaongelesha usituambukize, songa huko. Kichwa ngumu. Huyu hata asirudishiwe kwanza huyu. Huyu hata asirudishiwe kwanza. Daktari anashika kama utamhudumia ama ulimi nje. Atoe ulimi nje. Angalia huko mbele. Alama ya daktari. Songa huko jikule kabisa. Hayo mwingine akuja hapa atoe ulimi nje. Toa ulimi nje. Hiyo yenye unajua kurusha kabisa. Angalia mbele na afungue macho.
Na huyu mama akona kiburi sana huyu. Amerudi. Watupatie stakabadhi hapa. Akae chini. Kaeni hapo mkiwa wawili. Wacha Leo ni leo. Wacha niweke hawa waongee wasikike. Yaani nyinyi mnapanishia mara ya kwanza, mnapanishia mara ya pili. Na bado wako na kiburi. Unajua hata watu usiwaelewi. Ndio nimemwekea nani Michael sawa. Asante. Daktari. Naam. Sasa. Mambo hapo ni moja hata si mbili. Mambo ni Moja. Mama Jonte, mambo ni Moja. nataka watupatie stakabadhi. Mtoe. Kama si hivyo Warudisho hivyo. shi atalia kama paka mjamzito. Na si mzaa. Kuna huruma hapa. Kuna huruma daktari. Usijaribu kuhurumia. Utarudia hivyo tena? Jota mimi hapo ni hurumia. Anipe pete. Pete Nipe pete zangu kwanza. Pete nilisema na nikasema hizo nienda kuzichoma kwa sababu hizo ndio ulikuwa umeendea nazo nguvu za Chawi. Yeah. Nirudishieni ndio msichana wangu awape maji. Sasa tunataka document. Si ndio pia baadaye. Niko mbali. Baadaye ni lini? Tumengoja tu umetusumbua sana nyinyi. Umetusumbua sana. Umetuzunguza sana. Nafanya nyumba na kitu. Umwa kabisa. Si hata tunataka umwe. Tu atalia kama Nitawapea paka. baadaye. Baadaye lini? Tunataka leo. Mimi sitaki hizo mavitu zako tena. Shi, unataka kukua nini paka mjamzito ambaye anamkia na hako na njaa ya maziwa. Mimi nataka stakabadhi wapeane saa hii. Ndio ni handover hii nyumba kwa Mama Jonte na Jonte. Sisi tunataka mali yetu. Kuna vitu tunataka. Mimi naomba usiniadhibu tena, mimi narudisha mali after 24. Mimi nipewe pete The zangu. documents they will be ready. Na msijaribu Mbona kutuzungusha. unatupea 24 hours? Pete zangu nipewe mimi. Mbona unatupea 24 hours? Mbona That's mnashaka all I need. kutuzungusha? Mnataka documents, hiyo ndio tu time yenye nataka. Na sasa simseme tu pia mimi nirudishiwe pete Wewe zangu. nyamaza kwanza wewe. Nyamazi. Lazima nirudishiwe pete zangu. Wewe ni mchawi. Pete zangu nipewe. Unamchanganya mpaka anaiba mali yangu. Ati. Yangu yako ama yenu. After 24 hours. Usimjui saa hii. Simtaki hata sasa kumuona. Mbona anasema 24 hours? Tutangoja 24 hours ama tunatoka nazo saa hizi hapa. Please. Masaa 24 nimekubali hiyo mwito. Thank you. Na natoa mawaidha. Na ukose kurudisha wewe. Na mimi nipewe pete zangu saa hii. Nipe hizo, mimi naongea na daktari peke yake. Daktari nipatie pete zangu. Kuna hasira mimi. Mama Mali Jonte, yangu imetafuta na jasho. nimesema hivi Jonte na mlisikiza. Masaa 24 wasipoleta title ama hizo stakabadhi za hii nyumba. Kuna kitu itafanyikia. Na mimi nipewe pete zangu saa hii. Kuna kitu itamfanyikia. Na mimi pete zangu nipewe. Ni ukweli. Masaa 24 ikipita kama hajaleta document zikiwa kwa bahasha. That is title. Title deed. Kwani unanielewa? Naam, nakuelewa daktari. Nasema kuna kitu itamfanyikia. Naam. Ya, either atakuwa kipofu ama atakuwa mwenda wazimu ama atabweka kama paka. Achague. Chaguo ni lako. Chaguo ni lako. Nipe pete zangu. Na daktari. Nipe pete Sasa ndio zangu. umejua ni daktari. Nataka pete zangu saa hii. Oh, naye anti ya shi. Nimesema hapa. Pete zangu ndo Narudia nataka. sasa. Pete simrudishi. Pete naenda kuchoma. Kwa nini nachoma? Nachoma kwa sababu hizi pete akirudishiwa, akazishika tena, atarudi kule mganga wake kwa msitu. Aende atafute nguvu za giza, akuje apeshi. Mambo za ushirikina. Pete zangu lazima nipate. Mama anapenda ushirikina sana. Hiyo Pete ndo zangu mambo lazima anapenda. nipate. Hiyo kiburi yake itafika mwisho. Kiburi. Sasa sijaongea na wewe. Itafika Wewe. mwisho. Naongea na mwenye ako na pete zangu. Hauna bahati wewe. Huyu mama Pete zangu mbona nipewe. Nimekuwa nikimwadhibu. Huyu hata amelaniwa. Lakini kila leo mahali. Wewe ndo umenilaani. kitu ambacho amepanda leo amevuna. Mnafuatafuatana hapo na mtoto wako kama kondo. Wala vya amejikula. Naam, pole. So mimi naweza omba Mama Jonte na Jonte tupeane masaa 24 hizo stakabadhi zikuje.
na pete naenda kuzitupa nizichome. Na kuna mali mtapata bila hizo pete. Nyamaza, daktari aongee. Hivyo ndo nimesema. After hapo ndio tutaongeleshana. Na sidhani kama kuna jambo lingine. Asante daktari. Daktari mimi najua kila kitu kitakuwa sawa. So daktari amesema tutapeana 24 hours, that is masaa 24 ndo kila kitu iko imerudi. So tushachukua nyumba ya kwanza, hii ni nyumba ya pili. Bado gari amesema itakuwa kwa process tuchukue. Na nitakuwa happy nikiona Jonty amesharudishwa kila kitu yake. Na bado mamake ako happy cause mamake naona ni mtulivu, anaweza hadi kutuliza mtoto wake. Kutuliza nini? Tutafuta pesa alafu napata pesa yako kama kondo. Ilikuwa ina misuziwa. Hiyo ni kitu mbaya. Huyu mama amejaribu kuadhibiwa lakini hajui kunyamaza ni kusema nini. So guys, wacha tumalizie sisi hapa, tuongee na daktari mambo ya mwisho, tujue venye ama watu watabaki kwa hii nyumba. Daktari, tumewapata kwa hii nyumba, tutawaacha ama watatoka pia wao waache umefunga nyumba? Watatoka na nitafunga hii nyumba. Kwa hivyo nini kujipanga? Kwa sababu hii nyumba inarudi kwa Jonte na imebakisha tu stakabadhi. Hiyo ni kitu kidogo. Panda huko ni zako. Hata hizi viatu. Ni zako. Panda huko. Alinunua na pesa yangu. Sio ni kitu kidogo, inamaanisha 80%. Nakimbilia mpaka slippers hadi tishi. Imebakisha 20% ambayo tu ni stakabadhi. So nyumba nitafunga. Nashukuru sana daktari. Ndio. So mi kitu ya kwanza napenda daktari, yeye akisema amesema. Na hajui kubembeleza, na hajui kupea mtu onyo ati nitakupunish next time. Unafanywa hapo. Kama ni documents unapatiana. So by kesho saa 2 tutakuwa tunakujia documents. So guys, stay tuned. Tupatane kesho, and if you need our help kuna namba iko hapo chini, make sure you call. Kitu nataka wewe niambie. Ukishindwa kunicall just WhatsApp me, nitaona. So guys, keep tuned. Wacha tujue venye mimi nitawasaidia kuwahamisha. Niwaeke hapo hivyo kwa gate. Nani kwenda huko? Nyamaza. Wataka kunipiga mbele ya daktari? Mama kuna kiburi. Kwenda huko. So wacha guys tutoke. So guys, keep tuned and see you next time. Mama Jonte, ambia watu wangu kitu tukienda. Mimi kama Mama Jonte nimefurahia sana. Na kama sisi ile tumetafuta daktari, nimeona daktari ni wa kusaidia watu. Mimi sikuwa najua hivyo. Na nimefurahia sana. Huwezi furahia ati mtoto wako kama huyu ulimzaa akiwa mzima hivyo, ukamsomesha, ukampeleka mpaka kwenye alikuwa amefika, ati alafu mtu anamchukulia tu hapa katikati anachukua vitu zake. Hata wewe kama mzazi huwezi kubali na hata huwezi furahia na kitu kama hiyo. Mimi nimefurahia sana. Queen, Mungu akubariki. Daktari akiwa hapa amsaidie tu, na tunaendelea tu kufuata hizi vitu za mtoto wangu, na siku yenye nitapata vitu za mtoto wangu nitashukuru sana. Utapata hata ngo. Sasa Jonte, utasemaje? Mimi hata sina mengi ya kusema. Mimi niko na tu furaha, unajua yenyewe daktari akisema amesema. Na vile hata wamefika mwisho hawa. Wana namna saa hii. Kila kitu tunajua sasa inarudi. Nyinyi kuna kitu ya kutuambia? Hata wanaongea nini? Kuna haja hata. Sasa mwenye hadi unaniangalia vibaya. So guys, keep tuned and see you next time. Daktari. Naam. Kwaheri. Na asante sana kwa kutusaidia. Nashukuru. Kwa naambia viewers wetu hapa chini kuna kengele. Wafinye wabonyeze hiyo kidude. Alafu ndio hii ni channel ifikie watu wengi. Unawasubscribe, unawashare. Hii ni kioo cha jamii na inaelimisha. Asante. Sasa mmesikia venye daktari amesema, make sure for the sake of the doctor, kidude kiko hapo chini, make sure ufinye. So that says tuna upload video na kwa among those people wenye wanajua nini tuna upload. So guys, keep tuned and see you next time. Nawapenda sana.